Bwana, mambo vipi mtazamaji wangu wa Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kuweza kukusogezea kile ambacho kimeweza kutokea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Siku ya jana tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kuondoka na ushindi mkubwa kabisa wa mabao 6-0 dhidi ya Dodoma Jiji pale katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, huku hatua hiyo ikifuatiwa na ushindi huo mkubwa kabisa kutoka kwa wachezaji ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mengi yameongeleka kuhusiana na kile ambacho klabu ya Simba iliweza kukifanya dhidi ya Dodoma Jiji mbele ya uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam, pale maeneo ya Mwenge Complex. Hata hivyo, mengi yameongeleka pia kuhusiana na kipa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Golikipa wa Simba huyo Aishi Salum Manula, maarufu kwa jina la Air Manula, amekuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu sasa. Hata hivyo, mashabiki wamekuwa wakituma ujumbe mbalimbali kujua golikipa huyo bado yuko Simba ama amekuwa kimya hadi kwa wachezaji wake zaidi wakati Simba wakishuka dimbani. Taarifa hizi zimeweza kuwekwa wazi na mashabiki mbalimbali kutaka kujua ni nini ambacho kinaendelea kwa mchezaji wao huyo, golikipa wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Aishi Salum Manula. Tukirejea katika klabu ya Yanga, ambapo mchezaji kutoka klabuni hapo, mchezaji wa zamani pia wa Simba, Clatous Chota Chama, ambapo ufalme wa Clatous Chota Chama umevunjwa rasmi kwenye klabu ya Yanga Sports Club. Hivi ndivyo unavyoweza kusema kutokana na changamoto anazozipitia nyota huyo tangu alipojiunga na klabu hiyo mwanzoni mwa msimu huu. Chama alijiunga na Yanga Sports Club akitokea klabu ya Simba Sports Club ambayo alifanya nayo kazi kwa miaka mingi sana, na kuondoka kwake ilikuwa ni taarifa mbaya kwa mashabiki na wadau wa klabu hiyo, kwa sababu wengi wao walikuwa wanampenda sana nyota huyo, raia wa kule kutokea nchini Zambia. Chama alipokuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Simba Sports Club alikuwa anaaminika sana na makocha wake aliofanya nao kazi, walikuwa wanampa nafasi ya kudumu na kucheza kwenye kikosi cha kwanza, na hii ilikuwa ni kutokana na ubora mkubwa aliokuwa nao nyota huyo. Zama zimebadilika ghafla kwa Chama, ambapo sasa akiwa na kikosi cha Yanga Sports Club anaonekana kama mchezaji wa kawaida sana ambaye hana nafasi ya kuanza kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha wananchi Yanga Sports Club. Chama amepoteza haki na utawala wake wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga Sports Club kama ilivyokuwa wakati ule ambapo alikuwa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga Sports Club wa sasa, Mirodi Hamdi, mpaka sasa ameonyesha wazi kwamba Chama sio mchezaji tegemezi kwenye kikosi, na muda wote amekuwa akiwatumia wachezaji wengine kama vile Aziz Ki, Pacome Zouzoua katika nafasi ambayo Chama alikuwa anastahili kucheza. Mfano mdogo ni kwamba siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3, Yanga Sports Club amecheza mchezo wa CRDB Federation Cup dhidi ya klabu ya Coastal Union. Katika mchezo huo Chama hajapata nafasi hata ya kukaa benchi, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba nyota huyo kwa sasa yupo kwenye mipango ya kocha Mirodi Hamdi. Lakini tukirejea katika habari za kimataifa, kutoka kule kwa kocha, kutoka kule kwa referee wakati Ahmed Arajiga, ambapo mwamuzi huyo kutoka Tanzania ameteuliwa na CAF kuwa miongoni mwa waamuzi watakaochezesha mchezo wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Pyramid FC na FC FAR ya kule Morocco, mchezo utakaochezwa uwanja wa Cairo, Misri huko. Lakini hata hivyo, tukirejea katika taarifa zingine mwanamichezo, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Hemedi Morocco, amesema kuwa nyota wa Tanzania Mbwana Ali Samata kwa sasa ni majeruhi pale PAOK FC kwa muda wa wiki 2, hivyo ataukosa mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco. Ameeleza hayo leo katika kipindi ambacho alifanya interview na vyombo vya habari. Mwana michezo, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, nikuletea yale ambayo
ambayo yameweza kutokea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Unapomaliza kutazama video hii, usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe ambayo ipo chini ya video yako ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumeweza kupandisha taarifa hizi. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage nikutakia siku njema. Bye bye.